wanawake wa aina hii wana uwezekano mkubwa wa kumwaga maji wakati wa tendo la ndoa. Na kama wewe ni mwanamke wa aina hii, katika haya makundi ya wanawake ambao nitaenda kukutajia hapa, basi fahamu ya kwamba wewe huwa haumwagi kwa sababu haufuati step hizi zifuatazo. Kama hujabonyeza alama ya kujumlisha hapa, kabonyeze ili uendelee kujifunza zaidi. Mwanamke wa kwanza ambaye ana uwezekano mkubwa wa kumwaga maji, hasa kuna wale ambao wanamwaga maji madogo, kuna ambao wanamwaga maji mengi, lakini kwa hawa wote ni kwamba wanaweza kumwaga maji. Hasa mwanamke wa kwanza ni mwanamke ambaye ni mnene. Wanawake wanene, yani hawa wanawake ni kwamba huwa ni rahisi sana kumwaga maji kabisa. Nitakuelezea ni kwa nini huwa ni rahisi kumwaga maji. Lakini wanawake wa pili ni wanawake weusi. Wanawake weusi, wale ma black beauty wale ni rahisi sana kumwaga maji. Na nitakuelezea kwa nini hawa wanawake huwa wanamwaga maji. Lakini wanawake watatu, wa aina ya tatu, ni kwamba ni wanawake ambao wana mahips. Kama unajua ni mwanamke mwenye hips, fahamu ya kwamba wewe unaweza kumwaga maji katika tendo la ndoa. Lakini tu huwa haumwagi kwa sababu kuna step hizi ambazo nitaenda kuelezea hapa, ambazo wewe huwa uzifanye, ndio maana haumwagi maji. Lakini wanawake wa aina ya nne, ni wanawake ambao ni warefu. Mwanamke mrefu, huyu ni mwanamke ambaye anaweza kumwaga maji, na nitakuelezea kwa nini mwanamke mrefu ni rahisi kumwaga maji. Lakini pia mwanamke wa tano ni mwanamke mwembamba. Mwanamke mwembamba, hasa awe mwembamba alafu awe mrefu, huyu ni rahisi sana kumwaga maji, na nitakuelezea ni kwa nini anamwaga maji. Video ijayo nimeandaa namna ya kuwafahamu mwanamke mmoja mmoja jinsi gani anavyoweza kumwaga maji. Na kama wewe ni katika haya makundi matano ambayo nimeyataja hapa, basi fahamu ya kwamba wewe una uwezekano wa kumwaga maji tena mengi sana wakati wa tendo la ndoa. Huwa haumwagi kwa sababu kuna step ambazo huwa hauzifanyi, hasa huwa haurekebishi homoni yako ya skin.